Rosary amenyoshea mikono wa Kenya bana kwa support na kila kitu ambacho namna ambavyo amejitolea kusimama na Tanzania kipindi hiki kigumu. Sasa Rosary bana alikuwa ameweka bendera ya Kenya na pamoja na bendera ya Tanzania kwenye Instagram ya kwake na kuandika caption moja ndefu sana ambayo alikuwa ameandika hivi: Wakristo asalamu alaykum, Waislamu tumsifu Yesu Kristo, na kuandika kwamba leo ningependa kutoa shukrani za dhati kwa ndugu zetu wa Kenya. Sio siri kwamba taifa letu la Tanzania linapitia kipindi kigumu. Tupo kwenye kilio, mioyo yetu inavuja damu na simbanzi imetanda. Jambo linalotia moyo ni kutupa faraja ni ndugu zetu wa Kenya walivyosimama nasi, wakalia nasi, wakatupigania hata tulipokosa nguvu na kuwa nyonge, wakasimama kwa niaba yetu. Hawa ndio ndugu zetu wa damu milele. Tusiwahi kusahau hili na hata watoto wetu na vizazi vijavyo tuwafundishe kwamba Tanzania na Kenya ni damu moja. Biblia Takatifu Mhubiri 7 mstari wa 2 inasema heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuendea nyumba ya karamu, kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, na aliye hai atautia moyoni mwake. Lakini pia akaja kainukuu Qur'an tukufu katika sura ambayo inajulikana kama Al-Imran, Al-Imran aya ya 200, akawa anasema kwamba inasema hivi: enyi mlioamini, subirini na himizaneni katika kusubiri na kaeni tayari na muogopeni Mwenyezi Mungu ili mpate kufaulu. Hii ni baada ya matukio ya vita ya Uhud ambapo maswahaba wengi waliuawa, familia zilipoteza wapendwa wao, jamii ilihuzunika sana na hali ya kisaikolojia ilikuwa chini. Ndipo Allah akateremsha aya za kuwatuliza, kuwatia nguvu na kuwakumbusha simame pamoja wakati wa maumivu. Katika kipindi hiki Kenya imeonyesha upendo wa agape kwa Tanzania. Salamu za upendo na za shukrani ziwafikie Wakenya wote kwa kusimama nasi katika kipindi hiki. Mungu ibariki Afrika. Mwisho wa nukuu ya caption ambayo alikuwa ameandika Rosary Goddess kupitia Instagram ya kwake. Hii ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya kutaka kuwashukuru wa Kenya kwa kusimama na Tanzania kipindi hiki kigumu ambapo taifa linakuwa linapitia mapito. Taifa la Tanzania linapitia kipindi kigumu sana na mapinduzi ambayo hajawahi kushuhudiwa toka Tanzania imepata uhuru, si ndio? Sasa hapa akawa anasema kwamba mpaka vizazi vijavyo kama watoto wadogo bana wakufundishwa kabisa kwamba Kenya na Tanzania ni damu moja, kwa maana kwamba ni ndugu kabisa wa damu, au sio bana? Lakini pia akamaliza kusema kwamba Mungu aibariki Afrika kiujumla. Na Rosary bana amekuwa ni mwanaharakati sana toka hata mapema mwaka huu hapa amekuwa akiachia hata paka ngoma za kiharakati zaidi ambazo zinazungumzia baadhi ya mashujaa wa Afrika, kina Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, kina Julius Kabarage Nyerere, akitaja kina kiongozi wa Libya pia na mzungumzia Gaddafi na wengine wengi ambao wamepigania uhuru wa Afrika na ukombozi wa Afrika kiujumla. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.